Asifiwe sana. Kama una andiko linakwambia kuna roho wa mwanadamu anaweza kuzaa roho, basi lilete tulione. Bwana asifiwe. Ni roho moja tu aweze kuzaa. Maana kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Wewe ni roho mpaka uzae roho nyingine? Na roho huyu anayeongelewa ni moja tu, Roho Mtakatifu. Tumetoka kusoma kwamba huyo ndiye anayetufanya wote tuwe chini ya ubatizo mmoja. Ni roho moja. Kwa hiyo, kwa mantiki hiyo, ukitaka kuita baba wa kiroho unamtaja Mungu mwenyewe, Yesu Kristo, sio mwanadamu. Ndiyo maana akasema usimuite mtu baba duniani, bali baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Ninasoma kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 18. Waefeso sura ya 2 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Sikiliza kwa makini. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba kwa njia ya roho mmoja. Anayetufanya tumkaribia Mungu ni Roho Mtakatifu peke yake, kwa njia ya roho mmoja peke yake, na sio roho mwingine. Unapata wapi kibali cha kuitwa baba wa kiroho angali baba yetu ni mmoja, na huyo roho ndiye anayetufanya kuweza kumkaribia Mungu? Ndiyo maana Kristo alisema anatuletea msaidizi ambaye atatufundisha na kutuongoza. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Roho Mtakatifu na sio roho wa mwanadamu. Roho Mtakatifu ndiye baba yetu wa kiroho, roho wa Mungu mwenyewe. Ndiyo maana anayestahili kuitwa baba ni Mungu wa mbinguni, si mwanadamu. Wote watumishi wanaoitwa baba wa